Nafahamu kwamba mnafahamu chama chetu kilichukua hatua ya kufungua mashauri bara na Zanzibar, mashauri mbalimbali, tukilalamikia uhalali wa uchaguzi na namna ambavyo umeendeshwa na mamlaka zinazotakiwa kusimamia uchaguzi kwa mujibu wa sheria na katiba. Lengo hasa ni kutoa taarifa hii ni sehemu ya wajibu wetu wa uwazi na kuwahabarisha wanachama wetu na wananchi kwa ujumla juu ya hatua tunazochukua kulinda demokrasia. Jamani, nimesema nukta hii ni muhimu. Sisi kufungua kesi kwetu hakuna maana tu ya kutafuta viti vya majimbo. Tuna pia dhamira ya kulinda demokrasia, tukiamini kwamba demokrasia inaposhindwa kulindwa na wale waliopewa dhamana ya vyombo vya kidemokrasia, basi tunatafuta avenue nyingine ya kulinda demokrasia. Mojawapo ni kwenda mahakamani. Kwa hiyo hatuendi mahakamani kwa sababu tu peke yake kwamba tunatafuta majimbo, hapana, lakini lengo lake ni kutafuta kulinda demokrasia, lakini kutanua wigo wa kisheria na kikatiba. Kesi za wajumbe wa Baraza la Wawakilishi kwa upande wa Pemba zilikuwa 8 pamoja na diwani mmoja. Kesi hizi zilipangwa kwa Mheshimiwa Jaji Tetere au maarufu Tetere ni jina maarufu, lakini Jaji Haji. Kundi hili kesi zilisikilizwa na kutolewa uamuzi katika hatua ya awali, kwa maana kwenye mapingamizi kesi hazikwenda kwenye kusikilizwa kesi ya msingi, zilienda kusikilizwa mapingamizi ya awali na mahakama ikatoa uamuzi wake kwenye kesi hizi, ambapo uamuzi huo sisi kama chama hatukuridhika nao. Nitaeleza baadaye hoja ambazo ziliziondoa mashauri yetu haya mahakamani. Kwa hiyo kimsingi nataka kwanza kifahamike kwamba mahakama kesi za Pemba za wawakilishi pamoja na ya diwani mmoja, mahakama iliziondoa kwenye hatua za awali za mapingamizi na chama hakikuridhika na uamuzi ule uliotolewa, na tunaamini kwamba sheria haikuzingatiwa ipasavyo. Kwa hiyo tumechukua hatua tuliochukua tayari, tumeshakata rufaa, tumefaili rufaa Mahakama Kuu kwa mujibu wa kanuni za uendeshaji wa mashauri ya uchaguzi za Zanzibar za mwaka 2025. Zinahitaji kwamba kama hukuridhika, kesi ya uchaguzi unapofungua, kama hukuridhika na kesi inaposikilizwa na jaji mmoja, basi ukakate rufaa na rufaa yako itasikilizwa na majaji 3. Kwa hiyo kwenye hili tayari tumeshakata rufaa, na mpaka leo ninavyozungumza hivi bado hatujapata taarifa juu ya status ya rufaa yetu. Maana sio tu kusikilizwa, hata samasi ya kuambiwa rufaa hii imepangwa wapi, hatuna hizo taarifa, hatujaletewa samasi. Tuna zaidi ya siku 30, hatujui rufaa imepangwa wapi. Kanuni alizotunga Jaji Mkuu zinasema rufaa iwe imesikilizwa na kuamuliwa ndani ya siku 30 kutoka tarehe iliyofunguliwa. Kundi la pili la majimbo ya Unguja, kesi hizi zilishasikilizwa na zenyewe na kutolewa uamuzi katika hiyo hatua ya awali, kwa maana kuhusu pingamizi za awali zilizokuwa zimewekwa na upande wa serikali, na uamuzi huo ulitoka tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka 2026. Lakini kesi hizi na zenyewe kama nilivyosema, pingamizi zilizokuwa zimewekwa zilishinda na kesi zikaondolewa. Hatukuridhika pia na uamuzi, tukiamini kwamba sheria haikufuatwa ipasavyo au haikutafsiriwa ipasavyo. Kwa hiyo tumekata rufaa na zenyewe. Kesi hizi walau kundi hili tumepata summons ya rufaa, hata kama huo muda wa siku 30 wengine na wenyewe umeshapita, na zimepangwa sasa kesi hizi kusikilizwa tarehe, inatajwa sio kusikilizwa, inatajwa kwa mara ya kwanza tarehe 7 mwezi wa 5.
Unaweza kuona mwezi wa 3 tulipofaili rufaa mwanzoni, mwezi wa 4 umeisha, na mwezi wa 5 tarehe 7 itakuja kwa ajili ya kutajwa. Hatujajua itasikilizwa lini, sababu hapa pana majaji watatu. Inawezekana kila mmoja na kalenda yake, diary yake inavyosema, na hatujajua uamuzi utatolewa lini. Bado tunaamini kwamba itakuwa kinyume na kanuni zenyewe za mashauri ya uchaguzi kama ambavyo zimepangwa. Kesi hizi za kundi hili rufaa zimepangwa kwa majaji watatu, na kwa mujibu wa summary tuliopokea ziko mbele ya Jaji Rabia, jaji wa kwanza huyo, Jaji Said Hassan, jaji wa pili, na Jaji Salum ambaye ni jaji incharge Pemba, jaji wa 3. Kwa hiyo majaji hawa watatu ndio watakaosikiliza rufaa za kundi hili la kesi majimbo haya yaliyokuwepo mbele ya zilizokuwa zimesikilizwa mbele ya Mohamed Shein. Kundi la pili au la tatu la kesi za uwakilishi ni kesi ambazo zilikuwa ziko mbele ya Jaji Salma Hassan au Salma Ali Hassan. Mheshimiwa jaji tulishaapia mbele yake mara kadhaa, tuliahirisha kwa sababu kadha wa kadha, lakini tayari zimeshasikilizwa. Imesikilizwa kundi hili mashauri yake katika pingamizi za awali, na zenyewe pia imesikilizwa tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka 2026. Kundi hili limeshasikilizwa pingamizi za awali tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka 2026, na katika hali ya sasa ya kesi hizi ni kwamba inatarajiwa uamuzi kuhusu mapingamizi yaliyowekwa utatolewa tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Chama chetu kinaendelea kusubiri uamuzi huo. Sasa kundi jingine la kesi ni kundi la kesi za wabunge. Kesi za wabunge. Kesi za wabunge kama ambavyo mnakumbuka, tulifungua kesi za wabunge pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano, kwa maana ya bara na Zanzibar, na hapa Zanzibar kwa maana ya Pemba na Unguja. Tulikuwa na mashauri ya kesi za wabunge, na kama mtakumbuka, kwenye hili nieleze tu, kama mtakumbuka, kulikuwa na pingamizi zilizowekwa na serikali wakisema kwamba Mahakama Kuu ya Zanzibar haina uwezo wa kikatiba na kisheria kusikiliza mashauri ya uchaguzi wa wabunge, hata kama uchaguzi huo au kwenye jimbo lililokuwepo Zanzibar. Sasa baada ya uamuzi ule kutoka, chama chetu tulieleza wazi mapema kwamba hatukuridhika na uamuzi ule, tukiamini kwamba mahakama haikutafsiri katiba. Ilichofanya mahakama ni kuisoma katiba, lakini sio kutafsiri katiba kama mamlaka yake yanavyotakiwa yawe. Kwa hiyo sisi tumekata rufaa tukiwa na hoja kadha ambazo tazieleza, lakini niseme tu kwa ufupi kwamba tayari tumeshafungua rufaa 2 kwenda mahakama ya rufaa Tanzania. Sisi lengo letu ni tuna faili pia, tunakusudia kufaili hapa kuiomba mahakama kuu, mahakama ya rufaa au mmoja wa jaji mkuu wa Tanzania, kama tulivyoomba kwa kesi baadhi ya Zabara maombi, tuitwe haraka ili tuweze kusikilizwa haraka, kwa sababu kesi hizi zina uhusiano na katiba, lakini zinahusiana na haki za watu kujua hatima yao ya uchaguzi. Lakini pia uchaguzi kama unavyofahamu ni wa kipindi cha, ukisema katika hali ya kawaida rufaa inaweza ikachukua muda mrefu ikapita hata hizo siku miaka ambayo mtu anaweza kukaa bungeni. Nimalizie kutoa wito kwa wananchi na wanachama wetu kwamba tulipoamua kwenda mahakamani tulikuwa na malengo, na malengo yetu kwa asilimia kubwa yameanza kufanikiwa katika hatua za awali, na tutaendelea kupush
mpaka tufike mwisho. Hoja zetu zitasikika wakati wa rufaa, na tunawaalika waandishi mje msikilize hoja zetu, rufaa hizi zitakapoanza kusikilizwa, tukiamini kwamba haki itatamalaki.